Siku ya kumzika mtumishi wako Jean Bosco, tunakutolea sadaka hii yenye kutuliza. Tunakuomba umhurumie kwa upole wako, umuondolee makosa yake na madeni yote ya dhambi, umpokee bila kukawia katika furaha ya milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Tuinue mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Bwana ni haki. Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana wa mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Katika huyo matumaini ya ufufuko wa heri yamejulikana, ili sisi tukiona uchungu sababu imetupasa kufa, tutulizwe na ahadi ya uzima wa milele. Kwa waamini wako, Bwana, uzima haupotei ila unageuka, na mwili ulio nyumba yao duniani unapoharibika, makao ya milele yatayarishwa kwao mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, taimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho. Ndiyo mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako, ili toka upanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana Bwana, tunakuomba, tunakusii ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tulokuletea ya matakatifu, ili ageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Oneni wote mwili huu.
Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akushukuru tena na kusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Nyweni wote damu vamavya ni lazima iyo mundu ko sekretari amtukaya hareve iyo tukahamba kudini konu iyo tukatuma tutibase baba ukanduka tuyira hareve no mundu twatimaya ebibloke byetu ebi mwabyaka kesha hano nabakatimaya atumina chunga mali ya eklesia mwakisha novero bebere neryo ambo mundu akalerawa ngokwane. Ni wakati yetu na sisi kwa kutengeneza ushuhuda wetu tukiwa katika mwili isiwabo gotukandisha ko ushuhuda wao wabilo mamobere neryo kanoni katambi kabuyanga okoto kaberekeramo omugoma woguyitwe
oyo kabia yo bitayarishiwa erilabya ekikuhi cha maisha wa baba wetu tukende byatwabe bogo kwabo ngande berekerano na baongozi betu abe sektere netutukalabya ekikuhi ekyomubiri owoloka kola oko sektere ko hano na ninashingoko obo baba wetu abe parokia bana betu renderera bakandi lubasa na basondolia betu abe sektere tukashala bichifupi cha maisha wa baba wetu obache kwenda oko sektere karibu okoyo abriteganibwa okushala bichifupi cha maisha. Shalom. Nitayarisha kifupi cha maisha ya baba Sokulu Kaeni Lukambo Jean Bosco. Baba Kaeni Lukambo Jean Bosco amezaliwa pa Butembo. Ilikuwa le 14 de 1959. Wazazi wake, baba alikuwa anaitwa Paluku Daniel Kaeni na mama yake alikuwa anaitwa Christine Malembe, lakini hawa wote wamekwisha kututangulia. Maisha yake ya Kikristo. Jean Bosco alibatizwa pa katedral le 22 de 1959. Amepata vile communion na confirmation. Hii vitu vilipitika siku moja. Ilikuwa le 2 juin 1971. Na vile alifunga ndoa na mama Kavira Kapiri Monique. Ilikuwa tarehe le 24 1995. Na mwa hii ndoa walipata watoto 10. Vijana 3 na wasichana walikuwa 7. Lakini na mama vile naye shaka tutangulia. Masomo yake. Alisoma masomo ya primaire pa Epe Tsakatsaka. Ilikuwa 1965 mpaka 1971. Akafanya sekondari. Ilikuwa pa STT Vungi. Na alifanya section ya math physique. Ilikuwa kwa mwaka wa 1971 mpaka 1977. Hakuachia masomo pale kwa sekondari, lakini aliendelea mbele, akaenda Bukavu, akaenda kufanya ISDER. Ilikuwa kwa 1980. Na alikuwa kisha maliza masomo yake hapa Bukavu ya ISDER, akarudi Butembo na akaanza kufundisha kwa STT Malende. Ilikuwa kwa 1985. Na kwa leo kuanja ile 1988 akishamaliza kufundisha kwa STT Malende, basi akajiunga kwa maisha ya ukulima na alikuwa mkulima mpaka leo. Magonjwa yake hivi nimesema alikuwa mkulima, alikuwa analima kote ya Graben na kule ndio kwenye alianjia magonjwa. Ilikuwa ni malaria. Malaria ilikuwa inatunziwa mbaya. Na wakati alitoka kule kufika, alikuwa malaria ilishakuwa mingi sana kwa mwili. Na akaenda kwa hospitalize ku Centre Hospitalier Mulenze.
Basi na ilikuwa siku ya tano. Ile siku ya tano waganga walimshughulikia, wakafanya juu chini. Basi siku ya sita kalala pale, na siku ya yenga asubuhi Papa Lukambo Bosco akatoweka. Fadhila zake. Papa Kaeni Lukambo Bosco alikuwa anapenda sana kazi za kanisa na alikuwa mkarimu, alikuwa kosee na alikuwa mjuhudi sana. Na alikuwa mwadibishaji. Kiwaza jamaa inashuhudia kabisa kabisa Papa Jean Bosco alikuwa mwadibishaji sana. Na kwa mwisho tunasema asante kwa watu wote wenye walijitolea kuanja magonjwa mpaka saa hii. Tunajua mumeacha shughuli zenu za maisha, lakini mumekuja kutufariji. Tunasema asante na Mungu aweze kuwabariki. Tutatoka hapa, tutaenda kumpeleka kwa makao yake ya mwisho, lakini tutakaporudia, tutarudi nyumbani. Kuna muogo kidogo na maji kidogo tutaweza kutumia pamoja kuonesha alama tena ya mapendo yote yale. Paroisse Notre-Dame du Mont Carmel Mukuna, secteur Saint-Denis, Kasesa, le 25/5/2026. Objet: ushuhuda wa Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco. Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco alianja uongozi wake wa hapa secteur 2010. Alikuwa sekretari wa sektere yetu kwa miaka 3, na kwa miaka tena alikuwa konseye wetu depuis 2023 mpaka leo. Fadhila zake: Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco alikuwa na hekima. Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco alikuwa mutiifu. Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco alikuwa mwepesi kwa kazi ya kitume na alisimamia majengo yetu ya sekteur kwa miezi 4. Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco alikuwa anapatia watu moyo wakati wa uzito wa kazi fulani. Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco alikuwa mshauri mwema. Tuseme tena nini? Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco, mbona unaenda ndio sana? Tutakuwa natuma nani wakati wa mikutano yetu fulani? Papa Kasereka Kaeni Jean Bosco, wakati tutaendelesha majengo yetu ya sekter, nani atatusaidia tena? Basi Mungu aliyekuumba tena Mungu amekutwaa. Mungu wetu wa mbinguni akuhurumie Papa Kasereka Kaeni na akupokee vema kwake. Adieu Papa Kaeni.
Mbele ya kuagana na baba yetu, kuna matangazo machache hapa nitakayorejelea. Tunatangazia Wakristo wote gisi kumepotea mtoto garso wa miaka kwa Mungu Baba huko mbinguni. Bwana Yesu Kristo alitupenda mpaka kufa msalabani kwa ajili yetu. Msalaba huu unatukumbusha mapendo hayo. Basi msalaba huu uwe kwetu alama ya pendo ya Yesu kwa Jean Bosco Kaeni na kwa kila mmoja wetu. Amen. Tendo la maji. Jean Bosco Kaeni. Tunatumaini na kusadiki kama sisi wote tutafufuka. Kwa alama ya imani hiyo, nabariki mwili wako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uninyunyizie maji, uninyunyizie maji, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa, niingie nyumba yako. Tuombe. Leo tunamsindikiza ndugu yetu Jean Bosco katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka udongoni kama mbegu ya mwili itakayofufuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu Jean Bosco katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa mbinguni pamoja na watakatifu wote milele na milele. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi, na wabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa katika uzima mpya. Mama,
Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi ingawa akijificha. Anishibisha neema, anipa yote yanifayo kwa roho yangu na mwili. Maua yote anayavika na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Sijaiona nyingine siku na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona nyingine siku na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Bwana Yesu Kristo, ulipolala kaburini, takasa makaburi ya waamini wako wote,
miili yetu inapozikwa, tumaini yetu ya kufufuka yanaongezeka. Tunaomba kwa huruma, bariki kaburi hili, umweke na malaika wako watakatifu, ailinde na huyu ambaye mwili wake utazikwa humo, roho yake ifurahi na kupumzika kwa amani kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu yetu huyu kwa Bwana wetu Yesu Kristo alisema, mimi ni ufufuo na uzima, ananiamini hata atakapokufa atakuwa mzima milele. Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Wewe uliyemlilia kwa machozi Lazaro aliyekufa, ukubali kupangusa machozi yetu. Bwana wewe uliyemwaidia msalabani yule mtenda maovu ya kwamba ataingia katika paradiso, bali kupokea yetu huyu mbinguni. Bwana utusikilize. Bwana ukubali kumpokea kati ya watakatifu yetu ya ubatizo, kupakwa mafuta matakatifu na kulishwa mwili na damu yako takatifu. Bwana watulize kwa imani na matumaini ya uzima wa milele wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu huyu na wote waliofiwa. Bwana, sisi wenyewe ambao usafiri hapa duniani, tuimarishe na kutumisha katika utumishi wako mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushinda kwani kwako na kwa Mkia Maria tunakuomba, Bwana, umhurumie marehemu mtumishi wako Jean Bosco, na kwa kuwa alikuwa na roho ya kutimiza mapenzi yako, usimlipize dhambi zake. Hapa duniani aliungana na waamini wako, unganishe sasa na kundi la malaika. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu na dada zangu wapenzi, Mungu Mwenyezi alimuita ndugu yetu huyu aende kwake. Sasa tunaweka mwili wake udongoni ili urudie udongo ule ulimotwaliwa, lakini Kristo yeye wa kwanza amefufuka katika wafu, naye atafufua mwili wetu dhaifu
na kufananisha na mwili wake mtukufu. Basi tumweke ndugu yetu mikononi mwa Bwana ili ampokee katika amani yake na kufufua mwili wake siku ya mwisho. Amen. Kwa kweli si njia rahisi ya kuenda mbinguni, kuna magumu mengi. Asante Yesu kwani umetushindia. Si njia rahisi ya kwenda mbinguni, miiba mingi safarini. Si njia rahisi, lakini ninaye Mwokozi aliyenifia. Si njia rahisi ya kwenda mbinguni, miiba mingi safarini. Si njia rahisi, lakini ninaye Mwokozi aliyenifia. Oh, la ilaha illallah, si njia rahisi. La ilaha illallah, si njia rahisi kutembea na Yesu wangu. Oh, safari yangu mimi mazito huyarahisisha. Naimba la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Amen. Usistawishe kwa milele.
sababu Jean Bosco Kaini, ulipokuwa mzima ulichukua msalaba wako maishani mwako ya Kikristo. Yesu mwenyewe alikuambia, ukitaka kunifuata uchukue msalaba wako na unifuate. Sasa iandikwe juu ya kaburi hili ishara ya msalaba wa Bwana, mkombozi wetu Yesu Kristo, atakaye wafufua wafu kwa uzima wa milele, upate kuhesabiwa katika kundi la wateule wako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kaini, katika maisha yako ulipendeza watu wote katika matendo yako mema. Unapoingia katika ufalme wa mbingu, upate kung'ara na kuwapendeza zaidi malaika na jeshi la watakatifu wa mbinguni. Maua haya tunayowapanda juu ya kaburi yako, ewe kwetu alama ya ung'aro wa matendo mema yako ya Kikristo. Na Bwana mwenyewe akuwekee taji la utukufu alilokuagania kwa neema ya huruma yake, yeye anayeishi na kutawala milele na milele. Baba na kwa mwana pia bado
siku zote na milele. Amen. Tunakupatia maua, tunakupa maua yote Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa wakati gani. Roho wako Mtakatifu atuongoze tuwe na mwendo mtakatifu siku zote za maisha yetu, na mwisho tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Na kwa Mkia Maria na kwa Baba na kwa Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Na wabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amen. Tuende na amani ya Kristo. Asante kwa Mungu. Oh, lai, 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 si njia rahisi kweli kutembea na Yesu wetu. Si njia rahisi, mashaka ni mengi, mapigo nayo majaribu, vikwazo vimo tele, lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Si njia rahisi, mashaka ni mengi, mapigo nayo majaribu, vikwazo vimo tele, lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Safari yangu mazito huya rahisi. Oh, nasema laila, laila. Haleluya Yesu. Laila, laila. Si njia rahisi kweli kutembea na Yesu. Safari yangu haleluya. Najipa moyo kwani amenitangulia, naweza mambo yote kwake.
nilipitia magumu mengi ndani ya safari hii, lakini sikuona siku moja Yesu kuniachilia. Nilimuona karibu yangu kila mara. Wakati wengi waliniachilia, yeye alikuwa pamoja nami. Aliniambia ananipenda na ameshinda kwa ajili yangu, na leo niko mshindi. Ujipe moyo ndugu, atakushindia nawe. Amina. Kuna mara unapitia mambo mengi duniani, inayokuchosha sana, inayokuvunja moyo, machozi mengi ya kudondoka, lakini siri ni moja: useme na Yesu. Ni yeye rafiki pekee anayekujali.